Wakazi eneo la Bahati, kaunti ya Nakuru wamejawa na hasira kufuatia kuongezeka kwa visa vya mauaji katika eneo hilo baada ya mwanamume mmoja kudaiwa kumuua mpenzi wake siku ya Jumatatu. Kisa hiki kinatokea wiki mbili tu baada ya tukio jingine la kusikitisha ambapo mwanamume mwingine alimuua mpenziwe kufuatia mzozo ulioripotiwa kuzuka kati yao. Matukio haya yamezua hofu miongoni mwa wakazi, huku wengi wakitoa wito kwa vyombo vya usalama kuchukua hatua madhubuti kukomesha visa hivyo. Ruth Sarmoi Chesenge anatuarifu. Tukio lililowashangaza wengi baada ya mshukiwa Paul Ndung'u kudaiwa kutekeleza kitendo hicho kabla ya kuelekea katika kituo cha polisi cha Bahati Jumatatu asubuhi na kuripoti kwamba alikuwa amepigwa na mkewe. Polisi walipoamua kumfuata hadi nyumbani kwake kudhibitisha madai hayo, walikumbana na hali iliyowaacha vinywa wazi. Tukasikia kuna mayoye sana. Tukaingia tukamuona kweli, tukampata akiwa kwa room amekatakatwa, amelazwa pale sakafuni. Yeye ndiye alijipeleka polisi, akasema walipigana na huyu kwa sababu huyu alikuwa anaishi naye kama mke wake. Ijapokuwa huyu bwana wake alifariki, lakini huyu bwana alikuwa anaishi naye kinyumba. Hata siedia akikuja hapo anajua ni mtu ameuliwa, alikuwa anakuja kuona mwenye amepiga huyu mwanaume ni nani. Familia ya marehemu Mary Mburu imesimulia kuwa wawili hao walikuwa katika uhusiano wa kimapenzi, ila walizozana mwishoni mwa wiki iliyopita. Kutokana na mzozo huo, marehemu alisafiri kuelekea nyumbani kwao pamoja na watoto wake kabla ya kurejea Jumapili katika makazi aliyokuwa akiishi na mshukiwa. Huyo mwanaume hakuwa anajulikana kwetu, ni vile tu kupatana naye kwa barabara anakwambia ni rafiki yake. Tumjui hivyo ati tunamjua kifamilia. Alikuwa anapelekana vizuri, walikuwa wanaendanisha, lakini walikuwa wanakunywa pombe. Tukio hili limezidisha hofu miongoni mwa wakazi wa Bahati, hasa kufuatia kuongezeka kwa migogoro ya kinyumbani inayogeuka kuwa matukio ya mauaji. Tumekuwa na matatizo hapa. Watoto wameuliwa wa shule, kina mama wamepatwa nyara, wengine unakuta wamebakwa. Kwa hivyo hili ni tatizo moja ambalo limekuwa, kwa sababu hizi kware, baada ya kupiga kware hakuna jukumu lolote linachukuliwa kuweza kufunika yale mashimo. Alafu unakuta pia msitu inakuwa ni msitu. Sasa inakuwa ni uoga. Jirani anakuja kutuambia ya kwamba ako na shida fulani. Ni vyema tusiangalie ya kwamba huyo jirani ni mlevi. Anapokuja kutueleza mambo ya kwake, tafadhali tunaweza kumsikiliza. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa eneo bunge la Nakuru Kaskazini, Charity Karimi, mshukiwa anazuiliwa na polisi akisubiri kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka yanayomkabili. Ruth Sarmoi Chesenge, NTV.